الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي شرع المواسم لتقرب إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وضحى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وارتقبوه في السر والنجوى. enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, mcheni Allah subhanahu wa taala vile anavyostahiki Allah tabaraka wa taala, fi sirri wan najwa, katika mambo ya siri na katika mambo ya minong'ono, anapokuwa mtu peke yake au anapokuwa na watu wengine. Fa inna taqwallahi hiya zad, kumcha Allah tabaraka wa taala ndiyo jambo zuri ambalo anapokwenda mtu mbele ya Allah tabaraka wa taala atakwenda nalo. Wa hiya wasiyatullahi tabaraka wa taala lilawwalina wal akhirin, na ndiyo wasia wa Allah tabaraka wa taala kwa wale waliokuja kabla yetu, bali na sisi kwetu vile vile tumche Allah tabaraka wa taala. Qala Allah taala, amesema Allah tabaraka wa taala, walaqad wassayna alladhina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah subhanahu wa ta'ala kaweka nidhamu ya uwajibu kwa wale waliokuwa kabla yetu, na hii khitab ni kwetu sisi ummati Muhammad, kwa tumche yeye subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, ndugu zangu waislamu, tumekusanyika hapa katika siku ya leo, siku ambayo ni siku kubwa sana. Aqsama Allahu bihi tabaraka wa ta'ala fi kitabi, Allah tabaraka wa ta'ala kuna kiapo kakitoa katika kitabu chake kinachohusu masiku ikiwemo siku ya leo. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, wal fajri wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala kasema wal fajri wa layalin ashr. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema hiya ashru dhil hijja, masiku ambayo Allah tabaraka wa taala kayatolea kiapo ni masiku 10 ambayo sisi tuko ndani yake. Wal yawmu yawmun nahri, na leo ni siku ambayo watu wanachinja ndani yake, na siku hii vile vile afdalu ayami dunia, ndiyo siku bora katika masiku ya duniani, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kama alivyosema mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, a'dhamu al-ayyam 'inda Allah, siku iliyokuwa ni kubwa zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala, yaumun nahri thumma yaumul qar, ni ile siku ambayo watu wanachinja halafu siku inayokuja baada yake. Kwa hiyo sisi lazima tufahamu kuwa siku ya leo ni siku muhimu sana, lakini katika mambo ambayo tumewekewa sunna ya mkazo ni watu kuchinja. Na suala hili la kuchinja linarudi katika nukta ipi? Kuna habari ambayo bila shaka inasimuliwa katika vitabu vya tarikh na kaielezea Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake, na ni jambo ambalo kila inapofika siku ya leo lazima sisi waislamu tukumbushane katika jambo hilo. Nalo ni tukio la Ibrahim, kipenzi cha Allah tabaraka wa taala, alipopewa mtihani na Allah subhanahu wa taala. Ibrahim alipewa mtihani na Allah tabaraka wa taala
alikuwa ana mtoto mmoja ambaye anaitwa Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa amri ambayo aliiona katika ndoto. Ibrahim kuna ndoto aliiona, akamsimulia mtoto wake akisema, ya bunayya, ewe mwanangu, ambaye mtoto wake ni Ismail. Ya bunayya, ewe mwanangu, inni ara fil manami anni adhbahuka, mimi naona katika ndoto kuwa na kuchinja. Si labda ni jambo nataka nikuchinje, naona kuwa na kuchinja katika ndoto. Na hii ndo asili ya kupatikana kile kinachofanywa katika siku ya leo, ambacho ni tukio la watu kuchinja. Baada ya kusema vile, Ismail akapewa ile taarifa na baba yake, kwa sababu alikuwa ni mtoto ambaye Allah tabaraka wa taala kamjalia kuwa ni baru, ni mwenye wema sana kwa mzazi wake, lakini ni mtoto ambaye Allah tabaraka wa taala kamjalia ni katika manabii. Hakuipinga amri ya baba yake. Baba anasema nimeona na kuchinja, bimaana nataka nikakuchinje. Wanawazuoni wa historia wanapolielezea tukio hili wanasema hii taarifa ya Ibrahim aliipeleka kwa mtoto tu, mama mtu hakuambiwa. Na Ibrahim alipoondoka na Ismail kwenda kulitekeleza hilo jambo, ni wakati ambao Ismail alikuwa ameshalikubali na kulikiri katika nafsi yake. Akasema, ya abati, ewe baba yangu, if'al ma tu'mar, fanya kile ambacho Allah tabaraka wa taala akakuamrisha. Watu wa historia wanasema alikuja sheitan mal'un iblis akimwambia Ibrahim kuwa hii ni ndoto tu, hii ni ndoto tu, hili ni jambo ambalo sio kweli, amri ya Allah tabaraka wa taala hii sio, ili Ibrahim aache lile jambo. Lakini Allah tabaraka wa taala akamwafikisha Ibrahim, kamchukua Ismail, wakaenda mpaka katika maeneo. Ibrahim kanoa kisu vizuri, anakipitisha katika shingo ya Ismail. Kumbuka huyu ni mtoto wake. Babake Ibrahim alichukua muda sana kihistoria, hakupata mtoto, akampata Ibrahim. Na Ibrahim alikaa miaka mingi mno, hakupata mtoto, akampata Ismail. Halafu Allah tabaraka wa taala anampa amri, huyu ambaye umempata wewe mchinje. Kama wewe una mtoto mmoja, halafu imekuja amri hiyo, hata ingalikuwa ni amri ya kisheria, ungalifikiria nini kwanza? Je, hakuna njia nyingine ya kuliepuka hili? Lakini Ibrahim akatekeleza ile amri ya Allah tabaraka wa taala, na alikuwa anapitisha kisu katika shingo ya mtoto wake. Allah tabaraka wa taala baada ya kuona lile jambo linafanyika, kisu kinapita lakini hakichinji, wanadainahu ayya Ibrahim. Allah tabaraka wa taala anasema sisi tukanadi tukamuita, ewe Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kwa hakika Ibrahim umesadikisha ile ndoto, inna kadhalika najzil muhsinin. Allah tabaraka wa taala akasema, inna hadha lahu albala'ul mubin, hichi ambacho sisi tumekutahini Ibrahim ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo kikawaida kwa watu waliofikia daraja ya kawaida ya iman hawawezi kuyafanya, ni katika mabala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wafadainahu bidhibhin adhim, tukamtolea fidia Ismail, tukampa fidia kile ambacho alitakiwa kukichinja Ibrahim, alikuwa ni mtoto wake. Allah tabaraka wa taala akamletea mnyama mwingine ambaye alikuwa ni mkubwa. Ibrahim ndo akaamrishwa huyo amchinje. Lakini nini makusudio ya amri ya Allah tabaraka wa taala katika hili jambo la Ibrahim kumchinja mtoto wake? Sikuwa Allah tabaraka wa taala anamwamrisha katika ijram jambo baya, hapana. Je, kulikuwa kuna watu mafakiri wana shida ya nyama? Hapana. Allah tabaraka wa taala alikuwa na uhitaji wa nini kutoka kwa Ibrahim? Allah tabaraka wa taala alichokuwa anakitaka kutoka kwa Ibrahim ni kutekeleza amri yake subhanahu wa taala, bimaana falmaqsud, makusudio ya hili jambo laisa lahmu wadam, si nyama au damu, bal almaqsud, lakini makusudio taslimul qalbi lillah,
ni namna gani mtu anaweza kuusalimisha moyo kwa Allah tabaraka wa taala. Yani makusudio ya ibada ya leo si kuwa mtu anaweka mnyama anachinja ili tu watu wale. Hili ni jambo limekuja nyongeza, lakini kuna kusudio lake ni watu kumcha Allah tabaraka wa taala. Yani wakati mtu anachinja akusudie lillahi tabaraka wa taala. Ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, al-udhiya, ili jambo la kuchinja sunnatun muakkada, ni miongoni mwa mambo ambayo ni sunna lakini iliyotiliwa mkazo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini wa dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alichinja wanyama wawili, alipiga bismillahi na akapiga takbira Allahu akbar, akawachinja wanyama wale. Unapotekeleza jambo la kisheria, kwanza ndani yake kuna mengi katika makusudio. Ni amri ya Allah tabaraka wa taala kwetu, lakini ni utekelezaji wa sunna aloifanya Ibrahim, lakini ni utekelezaji wa sunna aloifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana katika kuhuisha sunna ya baba yetu Ibrahim na ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa taala atujalie baraka katika yale tunayoyafanya. Lakini vile vile katika jambo hili ambalo linahusiana na siku ya leo, kuna mambo yameelezewa na mtume sallallahu alayhi wasallama na yana umuhimu mkubwa sana, yanahusiana na siku ya leo. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, siku ya leo ni siku ambayo si ya kuchinja tu, bali ni siku ya Eid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ayuha almuslimun, siku ya leo ni siku ya Eid, bali si siku tu ya kuchinja peke yake na kula na kunywa, bal huwa yaumu shukrin wa irfan. Ni siku ya watu kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kujitambulisha kwa Allah. Yani mtu anajitambulisha kwa Mola wake kwa Allah tabaraka wa taala, na mimi nipo. Kuna tofauti kati ya wale ambao wamehudhuria katika viwanja vya Arafa, ikiwa ni miongoni mwa mambo makubwa sana aliyozungumza mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa Allah tabaraka wa taala yatabaha bi ahli sama. Allah anajifakharisha kwa malaika wote akiwaangalia wale waja ambao wapo katika viwanja vya Arafa. Kisha anauliza Allah tabaraka wa taala, madha yuriduna haulai, au kama jaa fil athar, hawa waliokuweko hapa katika viwanja vya Arafa wanataka nini? Si kwamba Allah tabaraka wa taala hajui, lakini anajifakharisha kuwa wametoka katika miji yao, wakaacha wake zao, wakaacha watoto wao ili wakatekeleze jambo kubwa sana. Halafu na sisi tukapewa, wale ambao hatukuhudhuria katika viwanja vya Arafa, jambo kubwa sana ambalo ni kufunga. Na hii funga ina faida gani kwetu? Lau kama mtu kafunga, Allah akatakabali funga, anasamehewa madhambi yaliyopita katika mwaka uliopita na mwaka ujao. Ni ofa kubwa sana. Usihuzunike umekosa Arafa alafu umepata funga, bado na wewe vile vile utakuwa upo katika fadhila. Kuna mambo ambayo wengi katika Waislamu tunaghafilika nayo, hasa tunashindwa mpaka katika siku kubwa kama ya leo. Kwa nini iwepo mizozo katika familia, mtu na mke wake, mtu na familia yake? Siku kama ya leo ni siku ya furaha, inatakiwa mizozo na mambo mengine yasiwepo ambayo ni kikwazo katika mambo mawili: ima kukamilisha furaha ya Waislamu au kuzuia fadhila kwa yule mtendaji asizipate kiukamilifu. Fasilu arhamakum ibadallah, unganisheni koo zenu. Kama kuna mahala ilikatika kwa sababu ya mzozo,
katika siku ya leo kutaneni, tatueni jambo lenu. Watasaddaqu, natoeni sadaqa ala fuqaraikum, kwa wale ambao ni mafakiri maskini wasiojiweza, wapeni na wao wafurahi. Wa'fu amman dhalamakum, lakini msameheni yule ambaye kawadhulumu nyinyi. Wa aslihu dhata bainikum, wanandoa na marafiki, tengenezeni changamoto zilizotokezea baina yenu zikae katika mstari, zikae sawa. Siku ya leo ni siku kubwa sana, waislamu wote wana furaha. Kwa nini wewe na mkeo msiwe na furaha? Kwa nini wewe na rafiki yako msiwe na furaha? Halafu sisi lazima tufahamu sheria yetu. Allah tabaraka wa taala kaiwekea makusudio matano. Kusudio la kwanza, kuhifadhi dini. Lazima sisi inapokuja amri ya kisheria, ima iwe inalenga moja kwa moja katika kuihifadhi dini, au kuihifadhi akili, au kuhifadhi mali, au kuhifadhi kitu kinachoitwa heshima. Miongoni mwa mambo nyeti sana na muhimu hii heshima hii. Miongoni mwa mambo muhimu hii heshima. Vipi unaweza kumpa mtu heshima ambaye tayari umekwazana naye? Na leo ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala anatambua mapenzi ya wenye kupendana. Unamheshimu vipi mume wako wakati jana yeye alilala kwenye kitanda wewe umelala chini? Unampa heshima gani mke wako wakati umekwazana naye hata hautaki kufurahika naye siku ya leo? Kwa hiyo sisi tunaweza tukakosea zile nukta muhimu za kisheria ambazo sheria imekuja kwa ajili yake, sisi tukazipuuzia hata mpaka katika siku ya leo ambayo ni siku bora sana. Kwa hiyo kuna kila sababu ya sisi kumuonesha Allah tabaraka wa taala khalisan liwajhihi, kwa sisi tumeipokea siku ya leo. Allah tabaraka wa taala akatuneemesha katika jambo kubwa sana. Kuna mzee sisi tunamfahamu, ni mzee mtu mzima, lakini kafariki usiku ule ambao tunamkia Arafa. Yule mzee anafariki. Alitamani siku ya leo awepo katika viwanja vile vile, alitamani ashereheke na watu vile vile. Basi kama huna jambo lolote la neema unalolifahamu kuwa siku ya leo nataka mimi nimuoneshe Allah na ishukuru neema, shukuru kuwa hai katika siku ya leo ambayo ni siku unafurahika na watoto na unafurahika na ndugu. Fa inna Allah la yaqbalu amala qati'i rahimi, Allah haikubali ibada yule mwenye kukata koo, wala amal mutakhasimin, wala kile ambacho wanakifanya watu waliogombana. Mtu anafanya ibada hali yakuwa katika moyo kumejaa chuki, hatekelezi agizo la Mola wake. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi tabaraka wa taala. Ainu almuslimina biamwalikum, wasaidieni waislamu wengine kwa mali zenu, tukamilishe kile ambacho Allah tabaraka wa taala kataka tukikamilishe katika siku ya leo. Wa ya man kataba Allahu lahu alhajj, ewe ambaye Allah kamwandikia haji akahiji katika mwaka huu, hadha alam, huu mwaka huu, hani allak, Allah tabaraka wa taala kakufadhilisha katika jambo tunastahiki tukupongeze. Fi dhiyafati arrahman, upo katika ugeni wa Allah tabaraka wa taala. Wa ya man lam yuktab lahu alhajj, na yule ambaye Allah hajamwandikia haji, ewe ambaye Allah hakukuandikia hija, la tahzan, usihuzunike, fa abwabul khairi maftuha, milango ya khairi iko mingi, Allah tabaraka wa taala kaifungua. Tunamalizia hutuba yetu kwa kumuomba Allah tabaraka wa taala an yaj'ala hadha al-eid eid nasrin wa izzatin. Allah ajalie idi hii iwe ni idi ya nusra. Allah tabaraka wa taala anusuru umma wa Kiislamu popote utakapokuwa, na Allah tabaraka wa taala autie nguvu watamkini na auwezeshe kutekeleza majukumu yake bila ya vikwazo vyovyote katika maeneo yote yale ya Waislamu. Wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukumbushe jambo moja katika mambo muhimu sana. Kazungumza katika hadithi akiwahutubia wanawake akawaambia, tasaddaqna
toeni sadaka enyi wanawake. Kisha akaelezea Mtume sallallahu alayhi wasallama kuwa mimi nimewaona nyinyi wanawake aktharu ahli nar, kuwa ndio wengi katika wale watakaoingia katika moto. Ibadallah, wake zetu hawana uwezo, mama zetu hawana uwezo, watoto wetu wa kike hawana uwezo, na Mtume sallallahu alayhi wasallama ameshajulisha kuwa wanawake wameonekana wengi katika moto. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli nar, mimi nimewaona nyinyi ni wengi katika moto. Toa kitu, mpe mke wako kiwe ni miliki yake, akitoe lillahi tabaraka wa taala. Kumbuka siku ya Eid ndiyo Mtume alikwenda na Bilal radhiyallahu anhu. Bilal akanyosha nguo yake, wanawake wakatupa mikufu yao, wakatupa herini zao, wakatupa vitu vyao vya thamani lillahi tabaraka wa taala, kutasaddaq ili wasiwe katika listi ya watu wa motoni. Kwa hiyo sisi tunachosema, ambaye anajua mke hana uwezo ampatie chochote cha kutoa ili atoke katika hii listi ya wanawake watakaoingia katika moto, na wale wanawake wenye uwezo atoe kile alichokuwa nacho, anachohisi hichi ni cha thamani hata kama ni duni, madam kinaingia katika kauli yake Allah tabaraka wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi. Asikusudie mtu kitu kibaya hata kama kina thamani duni lakini si kizuri. Akikusudia kibaya akakitoa wakati hakifai, kashaingia katika kugombezwa na aya ya Allah. Kwa hiyo hata kama ni ushungi, hata kama ni mtandio, hata kama ni kanga, tasaddaqna, wanawake mtoe sadaka. Allahumma rfa'na albalaa walwabaa, Allah tabaraka wa taala tuondoshe matatizo na changamoto mbalimbali. Allahumma ihfidh biladana wa bilad almuslimina min kulli su. Allah tabaraka wa taala ihifadhi miji yetu na miji ya Waislamu. Allah tabaraka wa taala tunakuomba ighfir lana wa liwalidina, tusamehe sisi na wazazi wetu, walilmuslimina ajma'in, na Waislamu wote, al-ahya'u minhum wal amwat, wale ambao wako hai na wale ambao wamefariki. Ibadallah, waja wa Allah tabaraka wa taala, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Na yafasiri haya maneno ambayo tumezoea kuyasikia mara nyingi. Je, maana yake ni nini? Allah tabaraka wa taala ya'muru bil 'adli, anaamrisha jambo la uadilifu, wal ihsani, na watu wafanyiane ihsan, wa ita'i dhil qurba, watu waunge watu wa karibu kwa kuwapa kile ambacho wanakihitaji, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allah anakataa na anakemea na anakataza aina za mambo yote ya uovu, sawa iwe al-fahsha kama mfano wa zina, lakini vile vile al-munkar, jambo ambalo halipendezi mpaka kwa viumbe wenzako, lakini vile vile wal-baghi, wale ambao wanafanya dhulma kwa wengine au mtu anaidhulumu nafsi yake. Haya yote Allah tabaraka wa taala anawakataza. Ya'idhukum, Allah anawakumbusha, anawawaidhi, la'allakum tadhakkarun, ili mpate kukumbuka kile ambacho Allah tabaraka wa taala kawaahidi nyinyi. Ikiwa hukusikia kile ambacho kakukumbusha, basi maana yake utakwenda wapi? Na ukisikia utakwenda wapi? Fadhkurullaha al-azim al-jalil yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.